بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Darasa iliyopita tulizungumzia ibada hii ya kuchinja udhiya siku ya Idi. Tukaelezea hukumu yake ni kwamba udhiya ni sunna muakkada kwa wale wenye uwezo wa kuchinja mnyama huyo siku hiyo ya Idi. Pia tukaelezea katika darsa ile iliyopita kwamba jambo hili la udhiya kwa maiti, kumchinjia maiti, maulama wamekhtalifiana. Wengine wanasema kwamba inafaa kumchinjia maiti udhiya na ni sadaka kama sadaka nyingine. Wengine wanasema kwamba maiti hachinjiwi udhiya kwa sababu haikuthubutu hivyo kwa Mtume sallam kwa maneno yake wala kwa vitendo vyake. Kwa hiyo itabaki kwamba hoja hii ni kubwa, ni nzito, kwamba haifai kumchinjia maiti udhiya. Leo ni almajlis as-sabi', almajlis as-sabi', majlis ya saba ya kuelezea sala hili la udhiya. Almajlis as-sabi' fi shuruti al-udhiya wa sifatiha al-mustahabba. Majlisi hii ya saba katika kuelezea masharti ya udhiya na sifa zake ambazo zinasuniwa. Al-udhiya ibadatu lillahi ta'ala. Udhiya ni ibada ya Allah mtukufu. Wa qad dalla al-kitabu was-sunnah ala anna al-amala la yakunu salihan maqbulan yuqarribu ila Allah ta'ala illa idha tahaqqaqa fihi shartan. Qur'ani na hadithi zimefahamisha kwamba amali yoyote, ibada yoyote haiwi kwamba ni njema na yenye kukubaliwa na yenye kukubaliwa ambapo inakurubisha kwa Allah mtukufu, isipokuwa yakipatikana kwa ibada hiyo na kwa amali hiyo masharti mawili. Ibada yoyote na amali yote njema haiwezi kuwa amali njema na haiwezi kukubaliwa na kukurubisha mtu kwa Allah isipokuwa yakithibitika kwa amali hiyo na ibada hiyo masharti mawili. Al-awwal, sharti la kwanza, an yakuna khalisan liwajhi Allah ta'ala, ni kuwa amali hiyo ni safi kwa ajili ya Allah mtukufu. Huyo anayefanya amal awe ni mukhlis, ana ikhlas, anamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake amali hiyo. An yakuna khalisan liwajhi Allah ta'ala, ni kuwa ibada hiyo ni khalis, ni safi kwa ajili ya uso wa Allah mtukufu. Hilo ni sharti la kwanza. Ashartu thani, an yakuna muwafiqan lima sharahu Allah ta'ala fi kitabihi ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, ni kuwa hiyo amal, hiyo ibada iwe imewafikiana na vile alivyoweka Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Qur'an, au kupitia kwa ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Iwe ibada hiyo aidha iwe katika Qur'ani au katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, amefundisha amali hiyo na ibada hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni masharti mawili ya kila ibada, haya ni masharti mawili ya kila amal anayoifanya mtu, lazima yapatikane masharti haya mawili: an yakuna khalisan liwajhi Allah ta'ala wa an yakuna muwafiqan lima sharahu Allah ta'ala fi kitabihi au ala lisani nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Haya ni masharti mawili ya kila amal. Kwa hiyo kama amal na ibada haina masharti haya mawili, basi ibada hiyo haikubaliwi wala haizingatiwi kwamba ni amali njema. Lazima masharti mawili haya yapatikane: ikhlas na muwafaqa, vile alivyoweka Allah au mtume wake sallallahu alaihi wasallam.
Dalili ya masharti haya mawili, qala Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Allah anasema ambaye anatarajia kukutana na Mola wake basi na afanye amali njema, wala yushrik biibadati rabbih ahada, wala asimshirikishe yoyote, asishirikishe kitu chochote kwa ibada ya Mola wake. Kwa haya ni masharti mawili ya kukubaliwa ibada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Hapa ndio inachukuliwa muwafaqa lima sharahu Allah fi kitabihi au rasulihi au rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo amali njema ni ile ambayo aidha Allah ameifundisha katika Qur'ani au ameifundisha amali hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yushrik biibadati rabbih ahada, wala sishirikishe yoyote katika ibada ya Mola wake. Hapa ndipo inachukuliwa ile sharti ya ikhlas. Kwa masharti haya mawili yamechukuliwa kutokana na aya hii ya suratul Kahf, aya 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Walil udhiyati shurutun, udhiya ina masharti mengi. Udhiya, mnyama huyo anayechinjwa siku ya Idi na zile siku za tashriki tatu, udhiya ina masharti mengi. Wahiya ashartu alawwal an takuna mimma ayyanahu ash-shari'u jinsan wa sinna, ni kuwa mnyama huyo ni katika yule ambaye Mtume amemwainisha na kumbainisha kwa jinsi yake na umri wake. An takuna mimma ayyanahu ash-shari'u jinsan wa sinna, ni kuwa huyo udhiya ni katika wanyama ambao Mtume sallam amewaainisha jinsan wa sinna. Qala amma al-jinsu fahiya mukhtassatun bil ibli wal baqari wal ghanam. Jinsi ni kwamba hiyo inahusika, udhiya inahusika kwa ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Hii ndiyo jinsi ya wanyama. Haifai udhiya kwa mnyama mwingine yoyote isipokuwa ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo. Hiyo ndio jinsi ya huyo mnyama. Wa aktharu ahli alilmi ala anna afdala anwa'i al-udhiya al-badana thumma al-baqara thumma al-dha'nu thumma al-ma'iz. Wengi katika maulama wanasema kwamba bora zaidi ya sampuli za udhiya ni ngamia, kisha ng'ombe, kisha kondoo, kisha mbuzi. Ukiangalia bora ya wanyama hawa, basi bora zaidi ya kuchinjwa ni ngamia. Kama mtu hawezi ngamia, basi kisha ni ng'ombe. Kama hawezi ng'ombe, kisha ni kondoo. Kama hana kondoo, basi ndiyo mbuzi. Kwa hizi ndio sampuli ambazo zinachinjwa kwa huo udhiya. Udhiya ni sampuli hizi tu za wanyama. Wanyama wengine wote, hata wengine ni wahalali, lakini hawafai kufanywa udhiya. Wa dhakarullahni afdalu min unthahu, dume lili la kondoo ni bora zaidi kuliko jike la kondoo. Wa dhakarullahni afdalu min unthahu, na dume lili la kondoo ni bora zaidi kufanywa udhiya kuliko jike la kondoo. Liqiyami dalili ala dhalik, kwa kusimama dalili ya hilo, kwamba Mtume sallam alichinja hao kondoo hao madume. Waqad dallat an-nusus ala annahu yajuzu an yashtarika 7 ashkhasin fi badanah au baqarah. Nususi za hadithi zimefahamisha kwamba inajuzu kushirikiana watu 7 katika ngamia au ng'ombe. Inajuzu watu 7 washirikiane katika kununua ngamia na kumfanya udhiya ngamia huyo, watu 7, au watu 7 washirikiane katika kununua ng'ombe, halafu iwe ni udhiya. Bi an yashtaruha wa yudhahu biha, yani kwa kumnunua ng'ombe huyo au ngamia, halafu wamfanye udhiya.
kullu wahidin lahu subuha, kila mmoja ana fungu moja katika hao watu saba. Yani hao watu saba walioshirikiana katika kununua ngamia, akichinjwa kwa ajili ya udhiya, ngamia yule anagawanywa mafungu saba, kila mmoja anachukua moja. Au ng'ombe huyo ambaye watu saba wameshirikiana katika kumnunua, pia atapochinjwa ng'ombe huyo atagawanywa mafungu saba, kila mmoja ana fungu moja, halafu ende akalitoe udhiya. لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما anasema tulichinja pamoja na mtume wa Allah sallam mwaka wa Hudaybiyah, tulichinja ngamia kwa watu saba na pia ng'ombe kwa watu saba. Tulichinja ngamia kwa watu saba na ng'ombe kwa watu saba pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka huo wa Hudaybiyah. Hii ni dalili ya kuonesha kwamba yajuzu kushirikiana watu saba katika kununua ngamia halafu wamchinje iwe ni udhiya, na kadhalika yajuzu kushirikiana watu hao saba kununua ng'ombe na kumchinja wakamfanya udhiya, kila mmoja akachukua fungu lake katika mafungu hayo saba. Wa amma shatu, na ama mbuzi, fala yajuzu lishtiraku fiha fil mulki, haijuzu kushirikiana katika mbuzi kwa kumiliki. Yani haijuzu watu wawili au watatu kununua mbuzi wakashirikiana, wakachangisha zile pesa wakanunua mbuzi, halafu wakamchinja wakagawana ile nyama, kila mmoja atoe udhiya. Haijuzu. Mbuzi ni wa mtu mmoja peke yake. Wa amma shatu fala yajuzu lishtiraku fiha fil mulki, ama mbuzi haijuzu, haifai kushirikiana kwa mbuzi katika kumiliki. Wa amma al-ishraku fi thawabi fahadha jaiz, ama kushirikiana katika thawabu, jambo hili linajuzu, kwamba mtu mmoja amechinja lakini wengine wanashirikiana, watoto wake, mke wake anashirikiana katika thawabu zile za yule mume aliyechinja mbuzi, hiyo inafaa. Wa amma al-ishraku fi thawabi fahadha jaiz, ama kushirikisha watu wengine katika thawabu za udhiya, ili jambo hili linafaa, ni jaiz. Bi an yudhiya ar-rajulu wa yushrika maahu ahlahu fil ajri mahma kana adaduhum, kwa kuchinja mtu udhiya wake, mwanamume akachinja udhiya na akawashirikisha pamoja naye ahali zake katika thawabu, vyovyote itakavyokuwa idadi yao. Sawa, idadi yao wale ahali zake ni 5, ni 10, ni 20, maadamu anakaa nao pale, yeye anachinja mbuzi mmoja, thawabu zinakuwa kwa wote. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الأضحية: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. متوم صلى الله عليه وسلم wakati akichinja udhiya alitaja jina la Allah, akasema bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammad wa min ummati muhammad, Mola wangu mkubalie udhiya huyu Muhammad na jamaa wa Muhammad na ummati Muhammad wote. Kwa hiyo akawashirikisha hawa katika thawabu, lakini kushiriki katika kununua mbuzi mmoja watu wawili au watatu, hilo jambo halijuzu. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إن الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. mtu عليكم السلام الله mtu katika zama za Mtume sallam alikuwa akifanya udhiya, akinunua mbuzi wa udhiya kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wa nyumbani kwake. fayakulun, wanakula, wayataamun, hatta tabaha an-nasu fasara kama tara, mpaka watu wakajifakharisha wakawa kama unavyoona. Kwa mwanaume mmoja katika zama za Mtume sallam yudhahi bishati anhu wa an ahli baitihi, anafanya udhiya mbuzi kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wa nyumbani kwake. fayakuluna wa yataamun, wanakula udhiya huyo, hatta tabaha an-nasu, mpaka watu wakajifakharisha,
fasara kama tara, ikawa ni kama unavyoona. Kwa hiyo ndio sunna, watu wa nyumba moja wachinje mbuzi mmoja peke yake. Watu wa nyumba moja wachinje mbuzi mmoja peke yake, wanashirikiana katika thawabu za udhiya huyo. Wa amma sinnu, ama umri wa udhiya, fala yujzi'u min al-ibli wal-baqari wal-ma'zi illa thaniyu, hatoshelezi katika ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo isipokuwa athaniyu, ndiye anayetosheleza. Umri wa wanyama hawa ni athaniyu katika ngamia, na athaniyu katika ng'ombe, na athaniyu katika mbuzi na kondoo. Wa huwa min al-ibli ma tamma lahu 5 sinin. Athani katika ngamia ni yule ngamia aliyetimia miaka 5. Huu ndo anayetosheleza. Ngamia kuanzia miaka 5 ndiye anayetosheleza udhiya, si aliye na miaka 4 wala 3 wala 2. Ngamia mwenye miaka 5 ndiyo anayetosheleza kuchinjwa udhiya. Wa min al-baqari ma tamma lahu sanatani, na thaniyu katika ng'ombe ni ng'ombe aliyetimia miaka 2. Kwa ng'ombe thanii ni kadhalika ng'ombe aliyetimia miaka 2 ndiye anayetosheleza katika udhiya. Wa min al-ghanami, na katika mbuzi na kondoo, dha'nuha wa ma'zuha ma tamma lahu sana, kondoo wake na mbuzi wake ni aliyetimia mwaka mmoja. Mbuzi mwenye mwaka mmoja ndiye anayetosheleza kwa udhiya, kadhalika kondoo mwenye mwaka mmoja ndiye anayetosheleza kwa udhiya. Kwa hiyo huyo anaitwa thani. Mbuzi na kondoo wakiwa na mwaka mmoja wanaitwa thani, na ngamia thani ni yule mwenye miaka 5, ng'ombe thani ni yule mwenye miaka 2. Hii ndio umri wa wanyama hawa wa udhiya. Wa amma aljadhu fala yujzi'u illa min adh-dha'n, ama jadh huyu hatoshelezi isipokuwa katika kondoo. Wa huwa ma tamma lahu 6 ashhur, ni kondoo aliyetimia miezi 6. Kondoo aliyetimia miezi 6 anaitwa aljadha. Huyu ndo anayetosheleza, si mbuzi, ni kondoo. Akifika miezi 6 huyu anaitwa aljadha, anatosheleza katika udhiya. Wa amma ghairu dhani fala budda min athani, ama si kuwa kondoo basi lazima iwe ni thani, awe mbuzi ametimiza mwaka mmoja. Lihadithi Jabir radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. msichinje isipokuwa musinna, msichinje isipokuwa musinna. Wal musinna hiya thaniya, musinna ndiyo huyo thaniya ala tafsili almutaqaddim, kwa tafsili upambanuzi uliotangulia. Yani thaniya katika ngamia ni mwenye miaka 5, thaniya katika ng'ombe ni ng'ombe mwenye miaka 2, thaniya katika mbuzi au kondoo ni mwenye mwaka mmoja. Kwa hiyo thaniya ndiyo musinna na musinna ndiyo thaniya. Kwa hiyo la tadhbahu illa musinna, msichinje isipokuwa musinna katika udhiya. Illa an ya'sura alaikum, isipokuwa ikiwa uzito kwenu. Fatadhbahu jadha'atan min adh-dhani, hapo mtachinja jadha'a katika kondoo ambaye ana miezi 6. Kama hamna musinna ambaye amekamilika mwaka mmoja ambaye ndio thania, basi hapo mtachinja jadhaa, kondoo aliyekamilika miezi 6. وقد أجمع العلماء على جواز الأضحية بالجذع من الضأن. علماء موافقيانا kwamba anafaa udhiya katika jadha min adh-dhani wa kondoo, sawaun wujida ghayruhu au am lam yujad, sawa alipatikana mwingine au hajapatikana mwingine, maadamu yupo kondoo mwenye miezi 6, huyo ndio jadha, yajuzu kufanywa udhiya. Wa hamala al-jumhur هذا الحديث على الاستحباب. جمهور ومعلماء wengi wamechukua hadithi hii kwamba ni sunna hii, la tadhbahu illa musinna illa an ya'sura alaykum fatadhbahu jadha'atan min adh-dhani. Kwa hiyo maulama wamefikiana kwamba inajuzu jadha
katika dhan, katika kondoo, sawa alipatikana mwingine au hajapatikana mwingine. Walaysa almuradu bihi alman'a min at-tadhhiyati biljadh, si muradi wake kuzuiwa kufanywa udhiya hu jadh, illa idha lam yujad ghayruhu, isipokuwa asipopatikana mwingine ndio achinjwe huyo au afanywe udhiya aljadh. Sio muradi, sio muradi. Muradi ni kwamba sawa yupo mwingine au hayupo mwingine, udhiya jadha yupo katika dhan, yajuzu kumfanya udhiya. Liurudi adillatin ukhra, kwa kuja dalili nyingine tadullu ala jawazi al-udhiyati biljadh, zinazofahamisha kujuzu na kufaa udhiya kwa huyo jadh, kondoo mwenye miezi 6. وظاهرها ولو كان المضحي قادرا على المسنة. ظاهر ya dalili hizo ni kwamba hata kama huyo mwenye kufanya udhiya ana uwezo wa musinna, ana uwezo wa huyo mbuzi mwenye mwaka mmoja, pia yajuzu kuchinja udhiya jadh, kondoo mwenye miezi 6, hata kama ana uwezo wa kuchinja muthanna, yule musinna. Pia yajuzu kuchinja huyo udhiya, kumfanya kondoo mwenye miezi 6 ni udhiya, ni jaiz, hata kama ana uwezo wa mwingine. Wa min dhalik ma rawahu Asim ibn Kulayb an abihi anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala innal jadha yuwaffi mimma yuwaffi minhu athaniy. Innal jadha yuwaffi mimma yuwaffi minhu athaniy, jadha anatosheleza vile anavyotosheleza huyo thani mwenye mwaka mmoja. Huyu jadha ambaye ni kondoo mwenye miezi 6 anatekeleza hayo hayo na kutosheleza yaliyo katika thani, mbuzi mwenye mwaka mmoja. Wa an Uqbah ibn Amir رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها. ينبكي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aligawanya udhiya baina ya masahaba wake, aligawanya wanyama udhiya baina ya masahaba wake. Fasarat li Uqbata jadha, akawa Uqba ana jadha, akawa jadha kwa Uqba ibn Amir akapata jadha, huyo kondoo mwenye miezi 6. Faqala, akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, sarat li jadha, amekuwa kwangu jadha, mimi nimepata jadha. Faqala dhahi biha, mtume akamwambia mfanye udhiya huyo jadha, kondoo mwenye miezi 6, dhahi biha, mfanye udhiya. Kwa dalili hizi zote zinafahamisha kwamba yajuzu jadha, kondoo mwenye miezi 6 kufanywa udhiya hata kama hajafika mwaka mmoja, kama huyo thanii au musinna wa mbuzi. Kondoo mwenye miezi 6 anatosha na anatosheleza vile anavyotosheleza huyo mbuzi mwenye mwaka mmoja. Kwa sharti ya kwanza katika sharti ya udhiya ni umri huu, ni kuwa kwanza jins na umri. Jins na umri. Jinsi ni wanyama hawa, ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo, hiyo ndio jinsi. Lazima iwe ni wanyama hawa, wasiwe wanyama wengine. Mtu asije akachinja kuku akaona kwamba pia ni mnyama huo udhiya, au akachinja ghazal au akachinja nyati. Ni hawa tu, ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Na masharti yao, umri wao, ngamia awe tayari ametimia miaka 5, ng'ombe awe tayari ametimia miaka 2, na mbuzi awe ametimia mwaka mmoja, isipokuwa kondoo yajuzu kama ni jadha ameshatimia miezi 6, yajuzu pia kumfanya udhiya. Kwa leo tunachukua sharti hii ya kwanza tu, tutakuja kuendelea kesho biidhnillah taala sharti ya pili katika masharti ya kusihi udhiya mnyama huyu anayechinjwa katika siku ya Idi inayofuata au zile siku 3 za tashriq. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.